ni ndugu yetu mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni Musa Singano, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa maeneo haya ya Kigezi Chini. Yeye kuna kitu ambacho anaenda kukifanya katika shule hii ya Kigezi Chini Secondary School, lakini pia diwani wa maeneo haya ni Jessica Msola au Jessica Moto, ambaye yeye ndio diwani wa maeneo haya. Lakini sisi kama media tumeweza kuiwa zaidi tuweze kufika katika eneo hili ambalo liko chini ya Jessica Moto ambaye ndio diwani wa kata ya Buyuni. Lakini ndugu yetu Musa Singano ambaye yeye ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, kuna kitu ambacho cha kipekee sana ambacho anaenda kukifanya katika shule hii ya sekondari ya Kigezi Chini. Je, nataka kujua ni kitu gani ambacho ndugu yetu mwenyekiti anaenda kukifanya katika shule hii? Twende pamoja. Mjambo. Hebu niambieni kwanza, mmejiandaaje na mtihani? Na niahidi nini? Haya, na mimi nitafuatilia. Haya basi, awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa kutukutanisha hapa wote Ijumaa hii ya leo. Lakini pia ni mshukuru mwalimu mkuu pamoja na walimu wenzake wote. Lakini pia niwashukuru viongozi wenzangu pamoja na waandishi ambao tumeongozana kufika hapa kwa ajili ya kukamilisha hiki kidogo ambacho tumeona tuje tuwasapoti. Kwa hiyo baada ya hapo niseme kwamba mimi pia nikiwa kama mwenyekiti wa mtaa huu, lakini pia kiongozi wa eneo hili, lakini pia mdau wa michezo, lakini pia mdau wa elimu, na ningependa kuona shule hii ya sekondari ikiwa inafanya vizuri kwenye nyanja mbalimbali, ikiwemo cha kwanza kabisa upande wa elimu ndio kitu namba moja. Alafu upande pia wa michezo kwa ajili ya kuchochea, kwa sababu michezo ni afya. Kwa hiyo naamini mkiwa na afya maana yake darasani mtafanya vizuri. Kwa hiyo tukasema kwamba shule hii ni imeanza, lakini tuhakikishe kwamba mambo mazuri yanaendelea kufanyika. Tunafahamu tuna viwanja vingi vya michezo. Shule ina kiwanja, lakini pia kuna kiwanja cha jirani pale. Kwa hiyo tukasema kwamba na nyinyi msijisikie wanyonge, tuwaletee japo jezi za michezo pamoja na mipira ili na nyie muweze kufurahia michezo kama wanafunzi wa shule zingine. Sawa. Nimefurahi kwa sababu naona mmefurahi. Kwa hiyo twende kwenye zoezi la kuwakabidhi. Kwa hiyo nimeshukuru kuona mmepokea na mmefurahi. Sasa naombeni sasa, baada ya kuzipokea zawadi hizi, mjitahidi kuzitunza, kuzitumia vizuri, lakini pia baada ya hayo yote mkirudi darasani mkafanye vizuri zaidi. Na hii pia ni kuunga mkono, tumefanya hivi pia kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassani. Kama mnavyofahamu kwamba serikali yake iko kipaumbele sana kwenye michezo, kwa sababu michezo ni ajira, michezo ni utalii, na michezo ni kuanzia mashuleni. Kwa hiyo tunafahamu anajenga viwanja, kuna kiwanja kinajengwa Arusha, kuna kiwanja kinajengwa Dodoma, ambavyo kiwanja kimoja kinachukua takribani bilioni 333 kwa makadirio ya bajeti ya mwaka huu, na ni viwanja viwili Arusha na Dodoma. Kwa hiyo na sisi kwa ngazi ya mtaa tukasema tumuunge mkono Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake kwa ngazi zote kuhakikisha kwamba na sisi kwenye mtaa wetu tunainua michezo ili tuendane na ile nia na malengo ya Mheshimiwa Rais wetu ambaye anatupenda na anatuthamini, ndio maana ametuwekea shule hapa karibu. Sawa Lakini pia mambo mazuri yanakuja. Bado tumeanza sisi, mimi mwenyekiti pamoja na wajumbe wenzangu ambao tumeongozana, lakini pia Mheshimiwa diwani anawasalimia sana, lakini na yeye ipo siku atakuja kwa ajili ya kuendelea kutoa zawadi mbalimbali. Sawa wanafunzi? Niwaambie kitu kimoja cha mwisho. Niwaambie msingi mkubwa wa kufanikiwa, cha kikubwa sana nidhamu. Simamieni sana nidhamu.
Mkiwa na nidhamu mtafika mbali. Acheni utoro, wasikilizeni walimu darasani, mtafika mbali. Kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha. Elimu ni msingi wa maisha. Kwa hiyo mkielimika, maana yake huko mbele ya maisha hamtopata shida. Lakini pia wapeni salamu wale ambao watoro pia ambao hawafiki shule. Kwa kupitia hafla hii ambayo tumekutana, waambieni tutaingia mtaani huko wanakotega. Tunafahamu wapo wachache ambao tumepata taarifa zao ambao hawafiki shuleni, lakini tunafahamu mnakutana nao majumbani. Wapeni salamu. Waambieni mwenyekiti yupo kazini. Kwa hiyo kule wanakoshinda kwenye PS, kwenye mageto na kwenye vichaka, tutawafikia. Kwa hiyo wajisalimishe kabla hatujawakuta kule. Manake tukiwakuta, adhabu watakazokutana nazo ni kubwa kuliko wanavyofikiria. Asanteni sana kwa kunisikiliza.